Siku ya kwanza kabisa alinipigia mimi simu. Alivyopiga simu, nilipopokea akakata. Profile aliyokuwa ameweka ya Waziri Mchengerwa. Mimi nikampigia, nikajua labda ni waziri ananipigia. Nikampigia, hakupokea. Nikapiga tena, akapokea. Akajifanya mtandao haupo sawa sawa. Akasema, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naona mtandao haupo sawa. Alipokuwa amekata, akanitumia message. Anasema hivi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi waziri wa afya Mheshimiwa Mchengerwa, naona hatusikilizani. Ile harusi ya binti yangu ni kesho kutwa. Kwa hiyo nilimwambia Rasi, naona kama Rasi anazubaa. Akatumia maneno hayo, naona kama Rasi anazubaa. Hebu waambie wakurugenzi haraka haraka wakabidhi hiyo hela nitumie kwenye namba hii. Tena akatumia neno, wasisitize, naona kama michango haijakaa vizuri, lakini nakuamini sana nitapata mchango wa kutosha. Kwa niwaambie wakurugenzi wamchangie Mheshimiwa Waziri Mchengerwa tapeli huyu. Kwa sababu ninayo namba ya Mheshimiwa Waziri, nikamforwardia ile message. Nikamwambia, Mheshimiwa, naomba maelekezo vizuri, sijakuelewa. Alivyoyasoma akanipigia on the spot. Akasema, Chacha, mimi siwezi kuandika message ya namna hiyo. Mimi sina binti anayeolewa kesho kutwa. Kwanza binti wa kuolewa mimi sina. Tukaweka uchunguzi wa kina, na nawashukuru sana vyombo vyangu ya kufanya uchunguzi wa kina. Nikawapa hizo namba, wakaniambia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, huyu mbona tutampata tu. Naye unajua ana line hizi mnazoona karibia 10. Akampigia katibu wa chama, akamwambia, sisi ni maafisa usalama, gari yetu moja imekwama, fanya kila liwezekanalo ipatikane shilingi 400 nafikiri sijui na 80 kitu kama hicho, lakini fanya haraka. Sasa Adia akaona anajua protocol, akajua kama huyu ni afisa usalama, si mkuu wa wilaya yupo. Adia akampa namba mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwaki. Alivyowasiliana naye akamwambia, wewe, sisi ni maafisa usalama, tumewaambia tupo kwenye gari, imepata hitilafu, tupo kwenye msafara mwenezi, fanyeni haraka. We mkuu wa wilaya unazubaa nini? We mkuu wa wilaya, ndio maana wengine mikeka ikija hammo, mnaanza kulaumu kwa sababu ya upumbavu kama huu. Nikamwambia, Mheshimiwa Mkuu wa wilaya, wala hata usipaniki. Wewe mwambie mimi nipo hapa, tayari tumeshafika kwenye shule tunakagua, nipo pembeni kwenye gari. Mwambie aje, hela hiyo ninayo nitampa. Kazima simu. Wiki 2 sasa zimepita. Akampigia, alivyoona hivyo anajifanya kama mtandao haupo sawa, akamwandikia message akiwa anasema, waziri wa nini serikali ya mapinduzi Zanzibar, kwamba anaye ndugu yake hapa amepata msiba. Msiba huo unatakiwa kusafirishwa kwenda Dar es Salaam, hatimaye kwenda Zanzibar. Kwa hiyo afanye kila liwezekanalo, mambo pale hayapo vizuri na anamtafuta mkuu wa mkoa hampati. Kwa hiyo watafute kama 1,500,000 iweze kusafirisha huo msiba, aiweke kwenye namba fulani. Lakini siku ile anampigia mbunge, alimwambia yeye ni RCO, ofisi ya RPC, na anacho kitambulisho hichi, anachowatapelia watu kwamba yeye ni RCO, ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa. Kuna guest moja inaitwa Greenview. Huyu bwana ikifika kila siku saa 8 usiku anaamka nyumbani kwake, anaenda guest. Pale ndio mitambo yake, kile chumba amekikodi, hakuna mtu mwingine anaingia mle. Mke wake hajawahi kujua kwamba huyu baba, kwa sababu mke wake inawezekana naye anajua ni RCO, kwa hiyo anaingiaga usiku kazini. Kwa yule mama, yani yeye haelewi, anajua tu huyu bwana kila siku saa 8 usiku anaamka anaenda kazini. Akienda anaenda lodge pale Greenview Lodge. Line 9 anazozitumia. Kuna line nyingine kati ya hizi 9 anaitumia, lakini ina usajili wa mtu mwingine. Ina usajili wa mtu huyu hapa ambaye sio sura yake. Kwa hiyo nikasema, bwana, leo nitakutangaza dunia nzima ikujue, mke wako ajue ni tapeli, wala sio RCO, ndugu zako wote wajue tapeli tu wa kutupwa, na kesho tutakufikisha mahakamani.